Kwa majina mimi naitwa Isaac Mpaki, ni mhandisi wa ujenzi halmashauri ya jiji la Tanga, na mojawapo ya majukumu yangu ni kusimamia majenzi mjini, lakini pamoja na shughuli zingine za miradi ya maendeleo. Katika shughuli za usimamiaji wa majenzi mjini, tunazingatia sheria za uendelezaji wa miji ambazo ziko kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa ya namba 288 pamoja na sheria ya mipango miji ya namba 8 ya mwaka 2007 ambayo inaleta takwa la kisheria la matumizi ya vibali vya ujenzi kabla ya kuanza ujenzi wa aina yoyote katika mamlaka ya halmashauri ya jiji. Na kibali cha ujenzi ni nyaraka inayotolewa na mkurugenzi wa jiji kwa ajili ya kutoa ruhusa ya kufanya uendelezaji wa ujenzi kwenye eneo la halmashauri ya jiji. Na kwa sababu imewekwa kwa mujibu wa sheria, manake kufanya ujenzi wa aina yoyote bila kutumia kibali hicho ni uvunjifu wa sheria. Na malengo makubwa ya matumizi ya vibali hivi ni kwa ajili ya kujenga miji kulingana na mpango uliowekwa kwenye uendelezaji wa mji kwenye maeneo mbalimbali, maeneo ya makazi, ya viwanda na maeneo ya shughuli zingine kama petrol stations na sehemu za kupumzika. Kufanya ujenzi bila kutumia kibali kunayo madhara. Madhara makubwa ni kwamba ni uvunjifu wa sheria, ambapo kuna hatua za kisheria zinachukuliwa kama usipotekeleza takwa hilo. Lakini la pili ni unaweza kujenga sehemu ambayo hairuhusiwi ujenzi uliofanya na ukapata adhabu ya kuvunjiwa mali uliyoijenga kwenye eneo hilo na kupata hasara kubwa ambayo haina fidia. Lakini pili, unaweza kufanya ujenzi kwenye maeneo yasiyoruhusiwa kujengwa ambayo yametengwa kwa ajili ya matumizi mengine au yana issue za athari za mafuriko, na hivyo wewe kitendo cha kujenga pale ukaja kupata athari za mafuriko ambazo zitakupelekea pia uharibifu wa mali na maisha pia. Kwa kawaida maeneo ya miji yamepimwa na yamepangwa kwa matumizi mbalimbali. Kuna maeneo yaliyopimwa na kupangwa kwa matumizi ya makazi, mengine matumizi ya biashara, mengine ya matumizi ya viwanda, magodown, vituo vya mafuta, barabara na maeneo ya kupumzikia. Sasa ili uweze kupata idhini ya kuendeleza au kujenga, kwanza unapaswa kuwa na umiliki wa ardhi. Na umiliki huo unafanywa na halmashauri ya jiji kupitia kitengo cha mipango miji, ambapo unakuwa na nyaraka inayokuonyesha, ambayo ni hati inayokuonyesha matumizi ya eneo ambalo umemilikishwa. Kwa hivyo utapaswa kuomba kibali kwa kuzingatia matumizi ya hati yako. Ili uweze kupata kibali cha ujenzi, unapaswa kwanza kuwa na barua ya maombi kuomba kibali cha ujenzi ikitaja plot number na eneo ambalo unataka kufanya ujenzi huo. Lakini katika nyaraka unazotakiwa kuwa nazo, unatakiwa kuwa na michoro inayoonyesha kitu unachoenda kukijenga, majalada 3 yenye michoro ya aina hiyo kwa majengo ya kawaida. Lakini ikiwa unajenga jengo la ghorofa, basi unatakiwa kuwa na seti nyingine ya michoro inayoonyesha uimara wa jengo, ambao kwa kitaalamu inaitwa structural drawings. Na utaiwasilisha michoro hiyo kwa mkurugenzi wa jiji pamoja na barua yako ya maombi, ambapo itachakatwa na watu wa idara ya ujenzi na mipango miji, na baadaye utapewa gharama za kulipia kibali hicho baada ya kuwa imeshakaguliwa na kuonekana inakidhi viwango vya kupata kibali. Na kama kuna marekebisho utajulishwa kwa wakati ni mambo gani ufanye maboresho ili michoro yako iweze kukidhi viwango vya ujenzi. Na baada ya hapo kuna kamati maalum ambayo huwa inakaa na kupitisha maombi hayo, na utapata kibali chako ndani ya wiki moja kama ni nyumba za chini. Kama ni ghorofa ndani ya siku 14, lakini kama ni ghorofa inayozidi ghorofa 4 basi ndani ya siku 30 kibali chako kinakuwa tayari na unapata nyaraka muhimu kwa ajili ya kuanza ujenzi wako. Tunawaasa wananchi wote wanaoishi katika eneo la jiji la Tanga, na kwa uzuri maeneo mengi ya jiji la Tanga yamepimwa na matumizi yake yameainishwa. Tunawaasa wote kabla ya kufanya ujenzi wa aina yoyote, iwe ujenzi wa kuta, ukarabati au ujenzi wa majengo mapya, kuhakikisha kwamba wanapata vibali vya ujenzi
ili kuepuka hasara zinazoweza kutokea kwa kufanya majenzi bila kutumia vibali vya ujenzi.